nimezungumza juu ya pointi ya tatu, kupoteza nguvu ya imani katika neno la Mungu. Ukianza kuona umepoteza nguvu ya imani juu ya neno, wewe unajua moto ndani yako umepoa. Hata kama una jina la kuitwa nabii, ndani yako moto umepoa, unaosababisha ukitamka hapana silaha, ule moto ndio unaenda kuharibu zile silaha. Ule moto umepoa. 4, kupoteza roho ya unyenyekevu katika ibada. Ukianza kuona mtu amepoteza roho ya unyenyekevu katika ibada, wewe unajua roho ya revival ndani yake haipo. Roho ya unyenyekevu ikoje? Roho ya unyenyekevu inaambatana na maelekezo ya Roho wa Mungu ndani ya mtu au ndani ya madhabahu ya Mungu. Kwa unapoanza kuona mtumishi amepoteza unyenyekevu kwa Mungu au Mkristo amepoteza unyenyekevu kwa Mungu, wewe unajua ndani yake revival, moto wa Mungu ndani yake umepoa. Amebaki yeye na akili, amebaki yeye na cheo, amebaki yeye na fedha na mali alizonazo, amebaki yeye na title aliyonayo. Kwa hiyo ule moto unaomsababisha yuko Mungu mbinguni, katika cheo nilicho nacho, katika wingi wa fedha nilio nao, katika utajiri na mapito magumu nilio nayo, bado anabaki kuitwa Mungu. Nikisema habari ya kupoteza unyenyekevu, unaweza ukamwambia tuinue mikono, amekunja mikono. Anauliza, huyu anayetuambia tuinue mikono yeye ni nani? Akili inamtuma hivyo. Lakini mwenye uvuvio wa nguvu za Roho na uamsho anajua siinui mikono kwa ajili ya huyu kiongozi wa ibada, ila ninainua mikono kwa ajili ya Most High God aliyoko mahali hapa anayeabudiwa, si kwa ajili ya kiongozi wa ibada. Ukimwambia funga macho tuombe, hawezi kufunga kwa sababu amepoteza unyenyekevu ndani yake, haupo. Ukimwambia tunashuka kwenye kiti cha rehema, anaanza kuagi ndani yake, kwani nimetenda dhambi gani? Yaka kenyeni kadhambi, afuka anatuambia tupige magoti, ndani yake unyenyekevu haupo. Ni hatari kwako. Narudia tena, ukianza kuyaona una matendo ya namna hiyo, umepoteza moto wa Roho ndani yako. Faida za uamsho wa kiroho kwa Mkristo. Faida za ibada ya uvuvio wa kiroho juu ya Mkristo. Nitazitamka mbili leo kwa muda wangu haunitoshi. 1, kumgeuza mtumishi au muamini kutoka kwenye mwenendo mbaya aliyokuwa anatembelea na kumrudisha kwenye kusudi takatifu la Mungu. Narudia tena, faida ya uamsho wa kiroho kwa Mkristo, kumgeuza mwenendo mbaya wa mtu alionao, kugeuza mwenendo mbaya wa mtu alionao. 2, kumrejesha katika kusudi la Mungu alilolikusudia. Nazungumza hivi, nisikilize kile nasema. Moto wa Mungu Roho ukizima ndani, mtu huanza kutembea katika uvamizi wa kipepo na mambo ya dunia. Hivyo huwa anatoka kabisa kwenye kusudi. Hawezi kuhubiri neno kabisa lenye uvuvio, atahubiri maneno na majungu, atazungumza maneno na majungu. Hivyo anaanza kutoka kwenye hatari ya makusudi ya kimungu na anaanza kutoka kwenye hatari ya kusudi la maisha yake kuelekea baraka. Uvuvio wa kiroho unapokuja, huwa unaamsha kusudi la Mungu ndani yake, huwa unazungumza habari na mwenendo mbaya ndani yake, huwa unaondoa na kukamata mifumo ya kiroho na mapepo machafu ambayo ndani yake yanamwoverdrive, kumtoa kwenye nafasi na kumtembeza pasipo kusudi la kimungu. Ataanza kupokea message, ataanza kupokea mafunuo, ataanza kupokea maonyo katika ndoto na sauti.
Kwa mkono wako sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Nirudishe kwenye nafasi. Nirudishe kwenye nafasi. Shetani usiniweze. Shetani usiniweze. Sema amen. Amen. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Tunaweza tukatembea hapo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Usije ukasema ninayasema maneno yangu. Haya ni maneno ambayo Kristo Yesu amenituma kwa ajili ya kanisa. Na kwa sababu ya uaminifu wa Kristo Yesu alionipa, ninakufundisha wewe, utawasaidia na wengine. Ninazungumza na wale wa mtandaoni pia wanaotusikiliza kwa utukufu wa jina la Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka mstari wa 20. Twende hapo tukasome tuone Biblia ambalo ni neno la Mungu linatuelekeza nini. Mstari wa 14 mpaka mstari wa 20. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Nisome hapo msomaji. Biblia inasema, ndio, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, ndio, na yajua matendo yako, na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi, ya kuwa hu baridi, wala hu moto, wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala hu baridi, wala moto, wala huna moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Tatizo la Mkristo, full stop hapo, tutaendelea. Tatizo la mtumishi kuwa vuguvugu, tatizo la Mkristo kuwa vuguvugu, kuzimu na kuinda, mbingu inakutapika, maana si moto wala si baridi. Sasa ni heri uwe baridi kuliko kuwa vuguvugu. Ni hatari kwa Mkristo, ni hatari kwa mtumishi kuwa vuguvugu. Gizani upo, zambini upo. Neno linasema nitakutapika. Nani anaweza akarudia kula matapishi katika nyinyi? Nani? Kwa hiyo Biblia huwa inazungumza kodi ambazo ukiziangalia, mbingu inapozungumza nitakutapika, kibinadamu ni nani anaweza kula matapishi? Maana yake umekataliwa. Ukikataliwa unakuwa chakula cha nani? Kwa sababu umepoteza tu neema ya uvuvio. Roho wa Mungu kuwa nguvu ndani yako, moto wa Roho umepoa ndani yako, Endelea kusoma msomaji, Biblia inasemaje? Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haya ya kitu, nawe ujue ya kuwa wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, na maskini, na kipofu, na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, ndio upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Uchi katika ulimwengu wa roho ni nini? Ni utukufu ambao ni kava Mungu ambayo amekukava ya utumishi. Ni utukufu ambao ni vazi. Utukufu ni vazi takatifu la Mungu. Kwa kila mtumishi na kila muamini huwa ana utukufu wake. Kipindi umeuchafua kwa dhambi au kwa sababu umeruhusu moto upoe ndani yako, ule utukufu huwa unaondolewa. Ukiondolewa ule utukufu, mtu anakuona uko naked katika maono au katika ndoto, au unajiona uko naked. Watu wengine huwa wajui tafsiri za haya mambo, ila mbingu inakuambia, mwanangu, utukufu wako umeondoka. Si wewe yule mwenye utukufu wa kiroho tena, si wewe mwenye utukufu wa maombi tena, sio wewe mwenye utukufu wa neno tena, sio wewe mwenye utukufu wa unabii tena, sio wewe mwenye utukufu wa kipawa cha injilisti cha utume tena, maana utukufu umeondoka. Kwa ukisimama unapapasa papasa. Kwa kila mara unapojiona uko naked, unajua kuna utukufu umeondoka. Vazi takatifu la kimbingu limeondolewa kwako. Ulikuwa ni mtumishi unayekubalika, ila kwa ghafla uko naked, unajua utukufu haupo juu yako. Nini kita happen? Endelea kusoma.
Wote niwapendao mimi nawakemea. Wote niwapendao ninawakemea. Kuna mtu utanielewa. Mungu anapokuja kukurejeshea utukufu, huwa anakuja na maonyo ya mwenendo ulio nao na tabia ulio nayo, mwenendo wa kiroho na mwenendo wa damu na nyama, namna ulio nao, ili uvuvio moto wa roho ukae. Huwa Mungu anayeleta maonyo kwa sababu ya wingi wa shughuli ulizo nazo. Atakuja kwenye ndoto, hata kufungulia masikio uweze kukaa ukisikia sauti. Atakuja katika ndoto azungumze na wewe katika ndoto. Haya ni maonyo ninayokupa. Ndio, endelea. Na kuwarudi. Ndio. Basi uwe na bidii ukatubu. Uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni. Nasimama mlangoni. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Na kuufungua mlango. Nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Naye atakula pamoja nao. Na yeye pamoja nami. Pigia Yesu makofi. Kwa mkono wako sema, Yesu njoo ndani yangu. Yesu njoo ndani yangu. Moto wa roho wako ukae ndani yangu. Nakataa kuwa vuguvugu. Wala nisiwe baridi. Leo hii naomba ishara ya nguvu zako. Nipe vazi la utukufu wako ambalo shetani aliliharibu. Mimi mwenyewe niliharibu kwa sababu ya tabia, kwa sababu ya kupoa, kwa sababu ya kuwa vuguvugu. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, nirudishie utukufu wangu, kwa sababu wewe unasamehe. Na mimi nimekuja mbele zako, unisamehe Jumatano ya leo, unisamehe maishani mwangu, nirudishie utukufu wangu, utukufu wa utumishi wangu, utukufu wa kipawa changu, utukufu wa hatua zangu. Bwana unirudishie leo katika jina la Yesu. Amen.